Mtume Paulo anashauri, maana kulitokea na vurugu katika kanisa la Wakorintho. Kila mtu alikuwa ananena, akihubiri ananena, akifundisha ananena, akiomba ananena, na kila mtu anataka atafasiri kile ambacho kinachonenwa. Mtume Paulo akawaandikia, kuna Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 27. Akasema, kama mtu akinena kwa lugha nyingine, 2 au 3, si zaidi tena, kwa zamu mmoja mmoja, na mmoja atatafasiri. Kwamba kama kuna watu wanaonena kwa lugha mpya katika kanisa, wawepo na watu ambao wana kipawa au wana karama ya kutafasiri kinachonenwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni vizuri kuwa makini katika kunena, maana sio wote wanaokusanyana katika hema la Mungu au katika mkusanyiko wa Mungu wananena katika lugha ya Roho Mtakatifu kama kipawa. Ziko pia kunena kwa lugha mpya, zipo incantation, yako manuizo, kunena katika lugha ya kipepo au lugha ya kuzimu. Ila kama kuna mtu ana kipawa cha kupambanua rohoni, hichi ni kipawa kingine tena. Kipawa cha kufanyaje? Cha kupambanua mambo ya rohoni. Anaweza kapambanua kunena huku ni katika Roho Mtakatifu na kunena huku ni katika nguvu au ushawishi wa kipepo wa kuzimu.